Napika chapati. Napenda chapati? Mara baada ya training kuanza, nilishare pati ya story yangu na kiongozi wa program, na ndipo alinishauri kwamba mtoto aweze kuja kukaa na mimi. Lakini mwanzo ulikuwa mgumu kwangu kwa sababu niliona kama mtoto atanibana na mambo mengi ya Biblia na hiyo program kwa ujumla nilikuwa sivijui, kwa hiyo nikaona mtoto atanibana. Kwa hiyo baada ya hapo nilikaa tena kwa muda mchache, nikamfuata tena, nikamwambia naomba tu aje. Nikapiga simu nyumbani, ndipo wakasafiri na mdogo wangu. Walipofika hapa, kazi ya malezi ikaanza upya. Kwa sababu hakuwa kwanza ananitaka. Alipofika ni mtoto ambaye yani anamtoka tu mdogo wangu, hamtaki mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo ikawa inaniuma sana, yani inaniuma kwa sababu kwanza haniiti mama, haniiti, yani kwanza ananiona kama ni stranger, yani hanijui. Kwa hiyo hivyo vitu vikawa vinaniumiza sana kama mama, lakini Mungu ni mwaminifu sana, yani Mungu ni mwaminifu. Nikaanza tena kuomba kwa ajili ya ile bondi kurudi. Nikaomba kwa ajili ya mtoto wangu kwenye vile vitu vyote ambavyo alikuwa amevipitia kipindi sipo na yeye, akaona kama ametelekezwa, akaona kama mama yake hayupo, akaona watu wengine ndo mama zake. Nikaona nianze tena kuingia kwenye maombi, nikaanza kumuombea. Kwa hiyo kazi ya malezi ikaanza upya. Kwa sababu mtoto ambaye hayupo karibu na wewe wala hakuoni kama ni mama yake, inakuwa ni vigumu kumsogeza zaidi kwa Kristo. Kwa hiyo nilianza kwanza kwa kuliombea hilo, na Mungu akafanya jambo na akaanza kuniita mama baada muda mrefu sana. Yani imepita kuanzia miaka 2 ndipo alipoanza kuniita mama. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati mgumu, ni wakati ambao ni wa machozi kwa Mungu, lakini hakuniacha. Japo bondi bado haijawa strong sana, lakini namshukuru Mungu kwa hayo yote ambayo amenitendea. Kwa hiyo sasa hivi nipo naye na naweza nikasoma naye Biblia, naweza nikamsomea story za Biblia vizuri, na ananiita tu mama vizuri. Kwa hiyo namtukuza Mungu. Ilinichukua muda wa mwaka mmoja kuweza kurudisha bondi iliyopotea kati yangu mimi na mwanangu, kutokana na sababu nyingi ambazo zilitokea huko nyuma. Kwa sababu mtoto wangu alikuwa akiishi na ndugu, kwa hiyo bondi ilikuwa kule, na mtoto alihisi kama kutelekezwa na kukataliwa. Kwa hiyo zile hisia zote alizibeba, na alikuwa ni mtoto ambaye ana hasira, mtoto ambaye hauoni uso wake ukiwa na tabasamu. Kwa hiyo ilinichukua muda mrefu, lakini namshukuru Mungu kwa sababu foundation ilikuwa mbaya, lakini namshukuru Mungu na kumtukuza kwa sababu sasa hivi unaweza ukasoma naye Biblia na ukaenda naye nature, ukaspend muda mwingi na yeye, na hiyo ilinisaidia sana katika kurudisha bondi, kwa sababu ule muda ambao nilipoteza huko nyuma sikuwa na muda naye. Sasa hivi naweza nikakaa naye kwa muda mrefu na tukazungumza na tukaenjoy pamoja na tukasoma story za Biblia, na yeye mwenyewe akiwa ananikumbusha, tukiwa tunaimba nyimbo nzuri za Kristo, kwa sababu nyimbo nyingi alikuwa akiziimba za duniani, za Bongo Flava na zingine nyingi, lakini kwa sasa hivi anaweza kukaa yeye ndo anakuambia kwamba tuimbe wimbo fulani na nyimbo zote ni za Kristo. Kwa hiyo namtukuza sana Mungu. Uzihesabu moja moja, uzihesabu moja moja, tashangaa Mungu alivyo mwema. Moja ya jukumu kubwa ambalo wazazi wengi hatujui ni kwamba tumeaminiwa na Mungu kupewa watoto kwa ajili ya maisha yao ya hapa duniani na pamoja na maisha yao ya umilele. Kwa hiyo unapewa mtoto ili kumuandaa kwa ajili ya maisha ya hapa duniani kwa mwema, na pia kumuandaa kwa ajili ya kuurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo katika malezi ya mtoto wako, moja ya jambo kubwa ni ujenzi wa tabia. Na ujenzi wa tabia unaanza kwako binafsi mzazi, kwamba unamfundisha mtoto wako kile ambacho hauko wewe.
Kwa hiyo unaanza wewe mwenyewe kubadilika kuwa unavyotaka mtoto wako awe. Ninachopenda kushare na vijana wenzangu ni kwamba tusifanye maamuzi kulingana na hisia zetu wenyewe na chaguzi zetu wenyewe, bali katika kila jambo tumuulize Mungu, na pia tupime kutokana na maandiko. Upendo sio hisia, bali upendo ni kanuni, na kanuni hizo zimejengwa katika neno la Mungu.